Mungu na wabariki sana. Lakini pia ni washukuru wale wote wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Jioni ya leo tena Bwana analo neno kwa ajili yetu. Tungoje Bwana anakwenda kuzungumza nasi jioni ya leo kupitia kwa mzee wetu wa kanisa, Mzee Wilson Zayoga. Mwenyekiti wa siku ya leo ni mimi Emmanuel Daudi Maduhu, mshiriki wa kanisa hili la Magomeni. Lakini pia tutakwenda kuhudumiwa na kwaya yetu ya wabeba nuru jioni ya leo, ambaye ametoka katika kipindi cha maombi. Tumehudumiwa na mzee Nikanoli, mzee wetu wa kanisa hili la Magomeni. Dada yetu, nadhani mzee akifika hapa atamtambulisha, jina lake kidogo limenitoka. Basi tunapokwenda kufungua rasmi sasa ibada hii ya jioni ya leo, niwaalike sasa tusimame tuweze kupata ombi, na mara baada ya ombi hilo kwaya ya wabeba nuru itatuletea wimbo. Mara baada ya wimbo huo, moja kwa moja mzee Zayoga atasimama mbele kwa ajili ya ibada ya jioni ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunazo kila sababu za kukushukuru na kukutukuza jioni ya leo. Umekuwa pamoja nasi muumbaji wetu toka asubuhi. Tumezunguka huku na kule kwa ajili ya shughuli zetu mbalimbali. Na jioni ya leo imekupendeza tena Mungu wetu kuturuhusu na kutupatia nafasi ya kuja katika nyumba hii ya sala ili tupate kukuabudu. Jina lako likatukuzwe na kuinuliwa sana. Jioni ya leo Mungu wetu tunakuja kwako tukiwa kama tulivyo. Tunakusihi kwa namna ya pekee Mungu wetu, ukatusamehe dhambi na makosa yetu, ili ibada yetu ya jioni ya leo ikapate kibali machoni pako. Tunapenda kumweka mikononi mwako mtumishi wako mzee Zayoga. Atakaposimama jioni ya leo hapa, tunamweka mikononi mwako Mungu wetu, ukamtumie sawa sawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Mambo yote atakayotendeka, ruhusu Mungu wetu yakapate kuleta utukufu katika kiti chako cha enzi. Tunaamini Baba utakuwa pamoja nasi tangu sasa mpaka mwisho wa ibada hii, tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amena. Wabeba nuru, karibuni kwa wimbo. Katika kazi chini ya jua, kuna wengi wamekata tamaa. Wajibu wetu kuwatia moyo na kuwaombea. Wajibu wetu kuwatia moyo na kuwaombea. Katika kazi chini ya jua, kuna wengi wamekata tamaa. Wajibu wetu kuwatia moyo na kuwaombea. Wajibu wetu kuwatia moyo na kuwaombea. Twapata nguvu ya maombi kwa Yesu Mwokozi wetu. Twapata nguvu ya kuomba, twapata kwa Roho Mtakatifu, awezaye kuwafariji waliovunjika moyo, awezaye kuwafariji waliovunjika moyo. Twapata nguvu ya maombi kwa Yesu Mwokozi wetu. Twapata nguvu ya kuomba, twapata kwa Roho Mtakatifu, awezaye kuwafariji waliovunjika moyo.
walovunjika moyo. Majonzi yanapotukabili, ni wakati wa kumwita Yesu. Yeye ndiye mfariji wetu na mwalimu wetu. Yeye ndiye mfariji wetu na mwalimu wetu. Majonzi yanapotukabili, ni wakati wa kumwita Yesu. Yeye ndiye mfariji wetu na mwalimu wetu. Yeye ndiye mfariji wetu na mwalimu wetu. Twapata nguvu ya maombi kwa Yesu Mwokozi wetu. Twapata nguvu ya kuomba, twapata kwa Roho Mtakatifu, awezaye kuwafariji walovunjika moyo. Awezaye kuwafariji walovunjika moyo. Nguvu ya maombi kwa Yesu Mwokozi wetu. twapata nguvu ya kuomba, twapata kwa Roho Mtakatifu, awezaye kuwafariji walovunjika moyo. 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 Bwana Yesu asifiwe. Imani, Bwana Yesu asifiwe. Mnasemaje kwa wimbo mzuri wa wabeba nuru? Jamani, mnasemaje kwa wabeba nuru? Mungu awabariki sana kwa wimbo mzuri. Nguvu ya maombi tunaipata kupitia kwa Roho Mtakatifu. Asanteni kwa wimbo mzuri wa kutukumbusha kwamba nguvu pekee tunaipata katika maombi. Na leo umechagua sehemu nzuri na bora ya kujumuika katika maombi ya siku hii ya leo. Niwakaribishe katika tafakari ya, kabla tujaingia kwenye maombi ya siku hii ya leo. Natambua kuna wengine ambao wanatufuatia kwa njia ya mtandao, pia tunawakaribisheni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni. Tunapoenda kupata tafakari ya jioni hii ya leo, niwakaribishe nyote tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa jioni hii tena. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atupatie tafakari juu yako, na hata tutakapoenda kuomba tukuone Mungu ambaye unajishughulisha na maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Katika jioni hii ya leo tutakuwa na tafakari yetu katika
kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 na ile aya 11, na tafakari yetu ina kichwa kinachosema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ufunuo 12 aya ya 11, Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Unajua, katika Ufunuo sura ya 12 ni sura ambayo inaanza na alikuwepo mwanamke ambaye alikuwa katika kichwa chake alikuwa na mwezi, chini ya miguu yake alikuwa na jua, alikuwa na nyota 12. Na unaona chini pale aya ya 7, ya 8 na ya 9, akwambia huyu mwanamke alikuwa katika vita. Vita ikapiganwa kati ya Mikaeli na malaika zake na yule joka. Na aya ya 11 inatupatia ushindi uliopatikana baada ya vita kubwa ambayo haikupiganwa duniani bali ilipiganwa mbinguni. Mikaeli na malaika zake, lakini pia Shetani ambaye ni joka na malaika zake. Lakini Biblia inatuambia Shetani alishindwa, na inasema wala nafasi yake haikuonekana tena mbinguni. Na aya 11 sasa inatupatia mwangu ya kwamba yule ambaye alitarajia kushinda, Shetani ambaye alikuwa kwenye pambano, sasa wafuasi wa Mikaeli, yani wafuasi wa Yesu, wao wana uhakika wa kushinda. Ndio nasema nao wakamshinda. Na Biblia inatuambia walimshinda kwa uweredi wa akili, elimu, ujuzi wa maarifa. Na Biblia inatuambia nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo ushindi wao ulipatikana katika nguvu ya damu ya mwana kondoo. Lakini baada ya nguvu ya damu ya mwana kondoo, kilichowasaidia tena kushinda ni ushuhuda wa neno. Lakini maneno haya ya mwisho katika aya ya 11 ndio ambayo kwingine tunaweza tukafurahia, lakini tunapofika hapa ndipo wengi tunapata mgawanyiko. Anaposema ambao waliomshinda Shetani kwa damu na kwa ushuhuda wa neno, Biblia inasema ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Huku kwenye damu tunaimba damu ya Yesu inanena mema, inatuokoa, lakini inapokuja wakati ambapo udhihirisho wa upendo wetu kwa Mungu unahitaji uende zaidi tu ya kuamini, iwe ni zaidi ya kutoa maisha yetu, kuto kuyapenda maisha yetu hata kufa. Wapendwa, damu ya mwana kondoo ndio ambayo tangu dunia ianze, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, Biblia inaelezea habari ya mgogoro kati ya Kristo na Ukristo, lakini pia na Shetani na wafuasi wake. Mara baada ya Adamu na Hawa kuanguka dhambini, Mungu alitoa ahadi ya Mwokozi.
Na kumbukeni katika Mwanzo ya sura ya pili ya 15 vinasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Kwa hiyo tangu mwanzo kabisa, ile sura tu ya pili unapoanza usomaji wa Biblia, mara tu baada ya binadamu kuumbwa ameanguka dhambini, aya 15 anasema kutakuwa na vita, kutakuwa na pambano. Kwa hiyo tangu mwanzo hadi Ufunuo maisha yalianza vizuri, lakini yakaingia kwenye dosari, lakini tukahakikishiwa ukombozi kupitia damu ya mwana kondoo. Lakini mbele hapo katikati maisha yanakuwa ni magumu, wakati ambapo vita ya kiroho inakuwa ni ngumu, lakini baadaye mwishoni katika Ufunuo sura ya 22 inatupatia tena uhakikisho wa kile ambacho Adamu alikipoteza. Wapendwa, damu ya mwana kondoo ndiyo ambayo inatufanya tuwe hai hadi leo. Unaweza ukafikiria yale ambayo ungeweza kupita kwa nguvu zako, ukiyafikiri unaona usingepita, lakini unapogundua ya kwamba uliyepita, aliyekuvusha ni huyu Yesu ambaye leo tunasema habari zake. Hasa baada ya Mwanzo sura ya pili ya 15 dhambi kuingia, na kwa hivyo ukawa na uadui kati ya mwanamke, lakini pia kati ya yule joka, ndipo Kutoka sura 25 na ile aya 8 Biblia inasema, nao wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Mwanzo sura ya pili ya 15 ni uadui umetangazwa kati ya maisha ya binadamu na maisha ya shetani. Na kwa hivyo Kutoka sura 25 aya 8 ni wakati ambapo Mungu tangu Mwanzo sura ya pili ya 3 ameendelea kushughulika na binadamu. Sasa katika Kutoka 25 aya 8 ndipo anawaambia Waisraeli, Musa, na wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wake, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa nini Mungu aliwaambia watengeneze patakatifu? Mungu alitaka kukaa pamoja na watu wake. Ndio maana katika Isaya sura 59 ya pili inasema, lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo Kutoka sura 25 aya 8 ni Mungu anasema, na wanifanyie patakatifu ili mimi nipate kukaa pamoja nao. Isaya sura 59, dhambi ndiyo ambayo inamtenganisha binadamu na Mungu wake. Mungu anayesema, binadamu njoo kwangu mimi nitakuweka huru, njoo kwangu mimi nitakupumzisha, njoo kwangu niletee anayokusumbua, niletee linalokutesa. Lakini binadamu anaikumbatia dhambi, anasema hapana, siwezi nikaja kwa sababu bado nina kitu ndani yangu. Dhambi iliwatenganisha Waisraeli na Mungu wao. Dhambi iliwatesa kwa muda mrefu, lakini katika awamu hiyo anapowaambia nifanyieni patakatifu nipate kukaa kati yenu. Patakatifu lilikuwa ni daraja la kurejesha uhusiano kati ya wanadamu na Mungu wao ambaye ni baba na rafiki kwao. Ndio maana Mungu hakukomea tu hapo, na wanifanyie patakatifu. Katika ile Yohana sura ya 1 ya 4 Biblia inasema, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Baba. Kwa hiyo haikukomea tu Kutoka 25 anaposema nao na wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao, lakini Yesu anajishusha kwenye kiwango cha chini, anasema ni mimi nimekuja ili wawe na uzima, tena wawe na uzima tele. Mwanakondoo huyu ambaye yeye alichukua dhambi ya ulimwengu
yeye ambaye alichinjwa hata kabla ya misingi ya dunia haijaumbwa, yeye ambaye alisema njoni kwangu msumbukao na kulemewa na wenye mzigo, nami nitawapumzisha. Yeye anatangaza nguvu katika damu yake, ya kwamba tukimwamini yeye tuna uhakika wa kuvuka safari yetu salama. Tukimwamini yeye tuna uhakika wa kupita vikwazo. Ndio maana katika Mambo ya Lawi sura ile ya 16, lakini pia ukisoma Kutoka sura ile ya 16 unakutana na mchakato mrefu ambao Mungu alimwambia Musa, nifanyieni patakatifu nipate kukaa kati yenu, kwa sababu mimi nikikaa kati yenu ninyi mtakuwa salama. Ndio maana Yohana 1:29 anasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yeye ambaye ametuumba anashuka kiwango cha chini. Yeye mwana-kondoo wa Mungu asema, tazama mwana-kondoo wa Mungu, yeye aliyechinjwa aichukuae dhambi ya ulimwengu. Habari njema ni kwamba Yesu ambaye tunahubiri habari zake anachukua dhambi za ulimwengu, sio za mtu mmoja. Ndio maana Petro wa kwanza 18 anatuambia mlikombolewa kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiyekuwa na ila wala doa, ndiye Kristo Yesu. Jioni hii ya leo tupate tu wasaa wa kutafakari juu ya damu ya Yesu. Kwa nini damu ilikuwa ni muhimu sana? Kwa nini ilikuwa ni muhimu sana? Walawi 1, Mambo ya Lawi sura ya kwanza aya ya kwanza ile pale utakutana na habari anakuambia aya 11, kwa maana uhai wa mwili ukatika damu. Uhai wa mwanadamu uko katika damu. Waebrania 9:22 nasema, pasipo kumwaga damu, pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Katika Kutoka sura 16 ni Mungu anampatia Musa, nifanyeni patakatifu. Kutoka sura ya 25 aya 8 kwenda aya 16 anaambia nifanyeni patakatifu, na anampatia vipimo Musa, utafanya nini? Anamwambia unapotengeneza huduma hiyo, unaponifanyia patakatifu, angalia mashariki. Ndipo wakatengeneza ua wa nje. Baada ya kuweka ua wa nje, ukitazama mashariki, na mashariki kuna historia kubwa sana huko, kwa sababu hata Yesu atatokea mashariki. Anaambia anatengeneza ule ua wa nje, anaweka mlango upande wa mashariki, na anawaambia baada ya kutengeneza huo ua wa nje, pembezoni watakaa makabila 12. Watakaokuwa karibu zaidi na hema hiyo watakuwa ni Walawi, kwa sababu kazi yao ni kubwa zaidi. Kazi yao ni ya hekaluni. Lakini wengine, Naftali, Manase, Asheri, watakaa wakizunguka ile hema. Akamwambia ukiingia kutokea mashariki, akamwambia utatengeneza madhabahu ya kuteketezea sadaka kwa vipimo ambavyo nitakupatia Musa. Musa akatengeneza, akamwambia umemaliza madhabahu ya kuteketezea sadaka, sasa weka birika mbele yake. Akatengeneza birika sawa sawa na vipimo vya Mungu. Sasa akamwambia Musa, umemaliza hapo kwenye ua wa nje. Akamwambia sasa Musa, nifanyie chumba cha kwanza, kiliitwa patakatifu pa kwanza. Akamwambia ndiyo Mungu, nimetengeneza. Akamwambia weka meza ya mikate ya onyesho.
Na meza hiyo itakuwa na mikate 12 sawa sawa na kabila za Israeli. Mikate hiyo utaiweka safu 2, 6 kwa 6. Naye Musa akafanya hivyo. Baadaye Musa akaambiwa, tengeneza madhabahu ya kufukizia uvumba. Ndiyo Musa akatengeneza kwa maelekezo ya Mungu. Kushoto akaambiwa, tengeneza kinara cha taa 7 ambazo hazitazimika. Musa akatengeneza. Chumba cha kwanza kikakamilika. Hapa ana meza ya mikate ya onyesho. Hapa ana kinara cha taa. Mbele yake kidogo ana madhabahu ya kufukizia uvumba. Baadaye Mungu akamwambia, nitengenezee chumba ambacho ni patakatifu pa patakatifu, ambapo huduma itafanyika tu mara moja kwa mwaka, yaani Yom Kippur, tarehe 10 mwezi wa 7 kila mwaka. Musa akasema, nitafanya. Akaweka sanduku la agano chumba hicho cha pili. Sanduku la agano akaweka makerubi waliokuwa wanatazamana. Ndani yake akaweka mbao 2 za amri 10 za Mungu. Ndani yake pia akaweka fimbo ya Haruni iliyokuwa inachipua. Ndani yake akaweka kopo la mana. Alipomaliza akamwambia, sasa kwa sababu ni Mungu anayetaka kukutana na wanadamu, mwanadamu atatakiwa afanye yafuatayo. Yeyote atakayetenda dhambi, ikiwa ni usiku, ikiwa ni asubuhi, ikiwa ni mchana, ikiwa ni jioni, huduma ya upatanisho ya kila siku, Mungu akasema watu hawa hata kama wakikengeuka, mimi nipo kwa ajili yao. Kaambia, sasa Musa, unao makuhani wengi sana. Utakuwa na makuhani 24. Na makuhani hao kila asubuhi na jioni watafanya huduma ya patakatifu. Huduma hiyo ni kumsaidia binadamu aone nguvu ya damu maishani mwake, aone nguvu ya mwana kondoo aliyeangikwa msalabani na akachukua dhambi. Musa akasema, ndiyo, nitawaeleza. Ndipo Mungu akamwambia, kila asubuhi kuwe na ratiba ya makuhani, kila asubuhi na jioni, la kuwapatanisha hawa wanadamu waliomkosea Mungu wao, wawe karibu na Mungu wao. Sababu kanuni ya shetani ilikuwa ni yeyote atakayekosea, yeye atabaki kwa muovu tu, atabaki kwenye himaya yake. Lakini Mungu akasema, hapana, ikitokea binadamu ametenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Ndipo ikiwa binadamu alitenda dhambi katika kipindi cha Israeli, asubuhi au usiku, aliambiwa utakuja na sadaka. Alikuja na sadaka, na akiwa amekuja na kafara yake ikiwa ni kondoo, ikiwa masikini kabisa, njiwa asiyeweza unga mwembamba wa shairi. Hakuna aliyeachwa hapo katikati. Yeyote ambaye angeanguka dhambini, kulikuwa na namna ya kumkutanisha na Baba yake wa mbinguni. Ikiwa binadamu alitenda dhambi, alikuja na kondoo wake kutokea mashariki. Ikiwa alikuwa ni kabila Naftali, alikuwa ni Manase, alikuwa ni Asheri, alitoka akakaribia mazingira ya Warawi, na ndipo aliingilia mashariki katika ule ua wa nje. Alipofika, kwa sababu Warumi 6 aya 33 nasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ikiwa binadamu alitenda dhambi, kifo ilikuwa ni halali yake. Ikiwa binadamu katika Israeli alitenda dhambi, aitakiwa auawe.
Lakini kwa sababu Mungu anasema mimi nitakaa kati yao, ndipo binadamu alichukua kondoo. Alipofika katika ua wa nje, aliingia akamkuta kuhani, na kuhani kwa masikitiko alijua huyu mtu ametenda dhambi na ilitakiwa auawe huyu binadamu, lakini amekuja na kondoo kwa niaba yake. Nakumbuka sheria ilidai katika sanduku lile la agano, ilidai damu, kwa sababu pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Ndipo huyu mdhambi alipokuja katika ua wa nje akamkuta kuhani wa zamu hiyo asubuhi, ndipo alimchukua akamleta katika sehemu ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni madhabahu ya kuteketezea sadaka. Na hapa kilichonishangaza ni kwamba yule kondoo hakuchinjwa na kuhani, lakini yule kondoo kuhani alimpatia kisu mdhambi, ya kwamba kwa sababu uliyetenda dhambi ulitakiwa ufe. Sasa chukua kisu ukiwa katika madhabahu ya kuteketezea sadaka. Ndipo yule mdhambi alimchukua yule kondoo kwa masikitiko makubwa, akijua dhambi niliyoitenda inamuua kondoo ambaye hana kosa. Ndipo alichukua akaanza kumchinja katika shingo yake, kuhani akikinga damu yake. Damu ilimwagika, kondoo alihangaika hadi akafa. Sasa mdhambi alitakiwa auawe kwa sababu tu ya dhambi aliyoitenda, lakini kondoo ameuawa. Kondoo hana kosa, lakini mdhambi ndiye mwenye kosa. Ndipo kuhani alichukua ile damu, akaenda kwenye birika, akanawa, akaingia chumba cha kwanza. Ndipo akanyunyiza ile damu kwenye ile pazia ambayo ilitenganisha kati ya chumba cha kwanza na chumba cha pili. Mdhambi alirudi akiamini ya kwamba ilitakiwa niuawe kwa dhambi niliyoitenda, lakini kwa mpango wa Mungu nimewekwa huru na amekufa kondoo. Hiyo ni asubuhi. Alitokea mwingine jioni, alitokea hivi, kawa ni muda mrefu. Na mara moja tu kwa mwaka ilifanyika hiyo huduma, Israeli yote wakiwa wamekusanyika, ikiitwa Yom Kippur, siku ambayo ilikuwa ni ya kilio kikubwa. Watu walihudhunikia dhambi walizozitenda. Watu walitafakari maisha yao ndani ya mwaka mzima walivyoenenda, na kila mmoja kwa hofu walifunga na kujinyima, ya kujua ya kwamba kuhani mkuu yuko katika chumba kile cha patakatifu. Ikiwa atatoka na mimi sijasamehewa, ikiwa taifa halitasamehewa, uhai wetu tena haupo. Lakini habari njema ni kwamba walipomchinja mbuzi wa Azazel na mbuzi wa Bwana akaenda katika chumba kile, akaingia nacho kuhani mkuu. Lakini mbuzi wa Azazel, baada ya kuhani mkuu kutoka salama kule kwa kizibao chake kilichokuwa amevaa kinaitwa naivela, kikiwa na ulimu na thumimu, zilipowaka, kuhani mkuu akiwa ndani alitambua ya kwamba Mungu amesikia maombi yetu. Ndipo alitoka akaziweka dhambi zote kwa mbuzi wa Azazel na akatupwa nyikani. Wapendwa, damu ya mwana kondoo ndiyo ambayo inatupatia ujasiri wa kusonga mbele, na hii ndiyo ambayo daima inatakiwa iwe ngao kwetu. Kuna wakati shetani atakukumbusha kuna hili ulimkosea Mungu na utahuzunika, lakini habari njema ni kwamba damu ya Yesu inatosha kutuweka huru dhidi ya uovu wote. Damu ya Yesu inatosha kutuweka huru dhidi ya uovu wote. Ndio maana Waebrania 9:22 nasema pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Kristo aliingia mara moja tu kwa damu yake mwenyewe. Ndio maana Ufunuo sura ya 12 ya 11 inatupatia ujasiri wa kusema nao wakamshinda kwa damu. Na Biblia haisemi walimshinda kwa weledi wao wa elimu,
weledi wa vitu, weledi wa chochote walichokuwa nacho. Na Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wapendwa, waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza ya 7 inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa hiyo katika jioni hii ya leo, damu hii ambayo daima Shetani amekuwa akiwakandamiza watu, kujua ya kwamba hata kama nilimkosea Mungu, hata kama ulimkosea Mungu, habari njema ni kwamba yeye tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu tena ni wa haki, hata tuondolee udhalimu wetu. Wapendwa, tumehesabiwa haki katika damu yake. Haki ya kuwa waaminifu kwa Yesu tunaipata tu kwa damu ya Yesu. Aliposema imekwisha, kila binadamu alipata ujasiri wa kukiendea kiti cha rehema kwa ujasiri. Ndio maana Waefeso 1:7 nalipenda ile fungu kwa sababu linasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Tambua kuna watu ambao wanatembea na hatia maishani mwao, hatia za dhambi. Ametenda kosa fulani miaka fulani, na kwa hivyo kila mara na hatia moyoni mwake. Kila akikaa hata kumwomba Mungu ana hatia kubwa. Na kutangazia jioni ya leo ya kwamba damu ya Yesu ndiyo ambayo inaweza kukuondolea hatia ya uovu wako. Nielewa, kuna mtu mmoja ambaye alifanya kosa, na hivyo kila akiomba kilichokuja mbele yake lilikuwa ni kosa aliyolitenda. Aliona damu aliyoimwaga isiyo na hatia maishani mwake. Aliona damu ambayo aliimwaga kwa hatia kubwa, akijutia. Na hiyo wakati ambapo ananiambia akiomba anaona sura ambazo kupitia yeye zilipoteza maisha. Na kwa hivyo ameungama kwa muda mrefu, lakini bado akifikiria anaona kuna mzigo uko ndani yake. Na kwa hivyo anasema, kama nimekuwa nikiomba ninaona mbele yangu damu ambazo nilimwaga, hakuna haja tena ya kuomba. Lakini habari njema ni kwamba damu ya Yesu inaweza kufuta hatia yote. Mama mmoja ambaye alipokuwa binti mdogo alitoa mimba nyingi, na kwa hivyo kwenye wakati sasa ambao hana uwezo wa kupata mtoto, ametumia kila njia, imeshindikana. Lakini moyoni anakumbuka aliwahi kuua watoto wasio na hatia, na kwa hivyo kila akimwomba Mungu, Mungu nisaidie nipate mtoto, kushoto kwake inakuja, unakumbuka watoto zaidi ya 3 uliwapoteza. Na kwa hivyo mzigo wa dhambi aliyoitenda kwa muda mrefu ilijaa, na akaona nguvu ya damu ya Yesu iko chini. Lakini habari njema ni kwamba Yesu tunayemtumikia ni Yesu ambaye anaweza kubadilisha hatia za muda mrefu na ukawa na amani. Na kwa hivyo akawa analia tu, hana msaada tena. Lakini habari njema ni kwamba Mungu alimpatia mtoto. Haleluya! Na kwa hivyo Mungu nampenda kwa sababu yeye
kila ambacho binadamu wamekiona hakina thamani, yeye hukipatia thamani ya hali ya juu. Angekuwa Mungu ni binadamu, asingeruhusu apate tena mtoto. Wapendwa, jioni hii ya leo tunaenda kumwambia Mungu atupatie hiyo nguvu ambayo iko katika damu ya mwana kondoo, ambayo kupitia hiyo tunaweza kushinda lolote. Tunaweza kusema lolote na Mungu akatenda. Ni katika damu, na hii inapatikana katika muda maalumu wa wewe na Mungu. Pendwa, katika jioni hii ya leo, kama Waebrania inavyosema, Waebrania 10:19, basi ndugu zangu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia katika patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia ile mpya, sio ya zamani, iliyo hai, aliyotufungulia, yaani njia ya pazia, ndiyo mwili wake, na kuwa tuna kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali mioyo yetu imenyunyiziwa itupasayo, na kuondolewa dhambi mbaya, na miili yetu kuoshwa kwa maji safi. Bwana anasema, na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Jioni hii ya leo tunaenda kumwambia Mungu yale ambayo huenda yamekutesa kwa muda mrefu. Unaweza usiwe wewe, lakini akawa ni mzazi wako. Unaweza usiwe wewe, akawa ni ndugu yako, akawa ni rafiki yako, ambaye kila akiomba anaona kuna mzigo mkubwa mbele yake, na inafikia wakati hapendi tena kuomba. Habari njema ni kwamba tunaye kuhani mkuu ambaye yeye ni mwombezi kwa Baba. Ndio maana anapenda Warumi sura 8:26 nasema, kadhalika Roho naye hutuombea tena kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Hiyo ni hii ya leo tena tunamwambia Roho Mtakatifu atuombee kwa Baba kwa namna ambayo tunaweza tusiwe na maneno mazuri ya kumwambia, lakini yeye anajua linalotusumbua. Tunaposimama na kuimba wimbo nambari, wimbo Msalabani pa Mwokozi, hapa ndipo tunapata nguvu. Maana aliposema tu imekwisha, wote tuliwekwa huru. Kwa hiyo hauna kizuizi cha kuwa mwaminifu, kwa sababu yeye alitoa vyote kwa ajili yako. Jioni hii ya leo tena tutaingia kwenye maombi baada tu ya beti hilo, mabeti mawili, huku tukiwa tumesimama. Wakati tukiimba, utamwambia tu Mungu akufanyie tu lile ambalo kwa muda mrefu umekuwa ukimwomba kwa muda mrefu. Na leo tunatamani tumwambie Mungu yale ambayo unayaona ni ya muda mrefu kwako. Leo mwambie tu hilo, Mungu, nina hili ni la muda mrefu ambalo nimejaribu, lakini bado naona kuna giza. Lakini kuna mwingine analo la muda mfupi, lakini ni mzigo kwake. Kwa hivyo leo tunamwambia Mungu. Karibu kwa wimbo. Tusimame. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa
na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Ufunuo 12:11 imesema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sio kwa chochote, ni kwa damu, lakini pia na kwa neno la ushuhuda. Lakini mwisho anasema ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Tutaingia kwenye maombi. Na tunalo kundi pia maalum siku hii ya leo ambalo na wao tutaweka mikononi mwa Mungu tena. Na kwa hivyo nichukue nafasi hii kumkaribisha mzee wa kanisa Maduhu anaposogea hapa kutupatia taratibu wa hao watu, na baadaye tutaingia kwenye maombi. Mzee, ubarikiwe sana kwa huduma hii jioni ya leo. Tunayo kwaya yetu ya wabeba nuru wanajiandaa kuelekea kule Kibidu, Tanga kwenye effort. Tunayo imani kwamba siku ya Ijumaa wanatarajia kuanza safari hiyo. Tuwaombe basi waje hapa mbele tupate kuwaombea katika safari hiyo ya utumishi, na Bwana akatende jambo katika utumishi wao, roho nyingi zikapate kuongolewa. Amina. Kwa sababu watu hawa wanaenda kumwakilisha Yesu, tutaombea Mungu akawafanyie miujiza watu wote watakaokutana huko. Na kwa sababu wanaenda kumuinua Yesu, Mungu pia akasimame pamoja nao. Tutakuwa na dakika chache za kila mtu kumwambia Mungu. Tutamwambia Mungu tu jambo lile ambalo wewe umejaribu kwa njia nyingi, lakini leo tumwambie kwa uwezo wa damu ambayo inatupatia ujasiri wa kumwomba chochote. Mwambie Mungu akutendee. Na baada ya dakika chache mzee Maduhu ataomba, baadaye nami nitahitimisha kwa maombi ya jioni hii ya leo. Karibuni huku tukiwa tumesimama. Mwambie Mungu chochote ambacho nakipitia wewe au ndugu yako au yeyote ambao unamfahamu, mwombee kwa Mungu amtendee. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni,
Tunakushukuru sana Muumbaji wetu kwa sababu ya jioni ya leo. Tunakushukuru sana kwa neno lako la uzima ambalo kupitia kwa mtumishi wako Mzee Zayoga umelileta kwetu. Yote ambayo umetufunulia jioni ya leo, ruhusu Mungu wetu wa mbinguni akatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Kama kanisa tunakuja kwako jioni ya leo tukiwa na madhaifu kila mmoja wetu kwa namna tofauti tofauti. Ruhusu jioni ya leo Mungu wetu ikawe ni majibu ya furaha kwa kila mmoja wetu aliyesimama hapa. Wengine tumekuja tu wagonjwa Mungu wetu wa mbinguni. Wengine tuna changamoto za ndoa. Wengine biashara zetu haziendi. Wengine ni manyanyaso kwa ndugu na jamaa. Wengine hatuna hata mahali pa kuishi Muumbaji wetu. Twende kwa nani isipokuwa kwako? Tumekuja kwako jioni ya leo. Tunakusihi Mungu wetu ukatupokee. Fanyika majibu kwa kila mmoja wetu aliyesimama jioni ya leo hapa. Na tutakapotoka, tutoke tukiwa na nguvu mpya, tukiwa na ushindi, kwa sababu Mungu wetu utatoa majibu kwa kila mmoja wetu. Jioni ya leo tunakuja kwako tukidai ahadi ya Roho wako Mtakatifu. Kama kanisa Mungu umetuita kwa ajili ya utume, kwa ajili ya kazi yako. Tutatendaje kazi hii Mungu wetu isipokuwa kama hatuna Roho Mtakatifu? Ruhusu Roho wako Mtakatifu jioni ya leo kila mmoja wetu akapate mwamko wa kutenda kazi yako kwa nguvu zilizo nyingi, maana hatuna muda mrefu katika dunia hii Mungu wetu. Tunakushukuru Mungu wetu pia kwa utulivu ambao umeendelea kuwepo katika nchi yetu. Amani hii ambayo umeendelea kuishikilia, tunakusihi Mungu wetu ukaendelea kuishikilia, ili kazi yako ikaendelea kufanyika mahali na mahali. Mbele yetu tunalo kundi la kwaya hii ya Ubeba Nuru. Umewaita kwa ajili ya kukutumikia kwa njia ya uimbaji. Na sasa wanakwenda kukutangaza kule Tanga. Kuanzia hapa Mungu wetu wa mbinguni wanapoandaa safari hii, tunawaweka mikononi mwako. Ukawafunike na uwepo wako katika safari yao. Wasafiri salama, wakatende kazi yako kwa nguvu zote, na matunda yakapate kuonekana. Amen. Na watakapokamilisha Muumbaji wetu, warudishe tena salama, tushiriki kwa pamoja katika kazi hii ya utume. Amen. Sante Mungu wetu kwa sababu utadumu kuwa pamoja nasi. Sante kwa sababu utajibu maombi yetu kwa kadiri ya mapenzi yako. Hili ndilo ombi niombalo, kiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amena. Pamoja na hayo, Baba yetu wa mbinguni, kila mmoja wetu amekueleza yale ambayo ni mzigo kwake, lakini wengine wamekueleza yale ambayo ni furaha kwao. Asante kwa sababu tena usiku wa leo unaenda kuwa usiku wa majibu maishani mwetu. Unaenda kuwa usiku wa majibu kwa magonjwa. Unaenda kuwa usiku wa majibu kwa watu waliokosa amani. Unaenda kuwa usiku wa majibu, usiku wa majibu. Asante kwa sababu kila mmoja wetu ambaye yuko hapo unamjua kwa jina lake. Unamjua hata kwa yale yanayomsumbua, unajua hata furaha zake. Lakini hata ambao wanatufuatia kwa njia ya mtandao unawajua kwa majina yao. Sasa Baba, Ubeba Nuru wamekuwa wakikutumikia wewe kwa muda mrefu, na mara hii tena wanaenda Tanga kwa ajili ya kazi yako. Baba, tunawaweka wakfu mikononi mwako. Nyimbo zao zikatoe mapepo katika maeneo yale. Nyimbo zao zikalete uponyaji kwa atakayesikiliza. Lakini nyimbo zao zikalete amani kwa watu wa maeneo hayo. Asante kwa sababu
watakaokuja kusikiliza mahubiri hayo watakutana neno lako na nyimbo za kwaya hii. Naomba wapatie afya njema muda wote wa mkutano. Naomba wapatie umoja na ushirikiano katika muda wote huu wa mkutano, na watu wengi wakakuone wewe. Wanapofanya maandalizi ya safari yao, najua kunaweza kukawa na changamoto kadha wa kadha, lakini wewe tengeneza njia pasipo na njia. Ikiwa kuna mtu huenda ratiba yake imekuwa ni ngumu, lakini tengeneza njia pasipo na njia. Ikiwa kuna mtu huenda alikuwa na changamoto fulani ambayo anaona hataweza kwenda, tengeneza njia, Baba yetu wa mbinguni. Basi tunaweka mikononi mwako siku watakawa safari, utembee nao, uishi nao na urudi nao salama. Kuwa pamoja nasi tena usiku huu wa leo. Kila mmoja anaporudi nyumbani kwake, endelea tena kutupatia usiku wenye amani, usiku wenye majibu yenye furaha maishani mwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Bwana, naomba niongoze njia yako iwe wazi, kwa kuwa wewe peke yako unaniweka Baba Nuru, mtatuletea wimbo wakati tunatawanyika. Tumefika mwisho wa ibada ya jioni ya leo. Tunapenda kualikeni asubuhi ya kesho saa 12 kamili tutakuwa na